kuu sehemu ya pili, kwa sababu nilishawahi kufundisha. Ni mwendelezo wa somo ambalo nimeshalifundisha. Leo ninaongeza kipengele kinachoitwa alama za ukuu kwenye somo kubwa linaloitwa wewe ni mtu mkuu. Sio tu ni mkuu, wewe ni mtu mkuu. Nina somo linaitwa alama za ukuu. Andiko letu kuu mchana wa leo itakuwa Mwanzo sura ya 37. Leo tutaangazia maisha ya Yusufu na maisha ya Daudi katika kujifunza kanuni itakayotufundisha ukuu wa mwanadamu huwa unakuaje, ili hata wewe mwenyewe ujitambue kama kweli ni mkuu. Basi huwa kuna alama, huwa kuna viashiria, na hivyo lazima uvielewe ili ukiviona uendelee kupalilia na usimame. Maana pasipo kujua hivyo, wengi wamekata tamaa wakaharibu hatima zao. Pasipo kujua, wengi wamepambana na ukuu wao wenyewe, na wengi wamechagua kupambana na wenzao pasina kujua wanapambana na Mungu, kwa sababu ya kutokuzijua alama za ukuu. Kitabu cha Mwanzo sura ya 37, tutaanza na mstari wa kwanza. Yakobo akakaa katika nchi aliyosafiri baba yake, katika nchi ya Kanaani. Hivi ndivyo vizazi vya Yakobo. Yusufu aliyekuwa mwenye miaka 17 alikuwa akichunga kondoo pamoja na ndugu zake, naye alikuwa kijana pamoja na wana wa Biliha na wana wa Zilpa wake wa babazi yake. Yusufu akamletea baba yao habari zao mbaya. Mwanzo niliposoma neno hili sikupenda, kwa sababu sisi tulivyokuwa tunasoma shule, nikiwa shule ya sekondari boarding, wakati nasoma form 1 mpaka form 4, tulivyoenda form 5 na 6, huo msemo hatukuwa nao sana. Lakini tukiwa form 1 mpaka form 4, tulikuwa na umoja ambao sio rasmi, unaosema hivi: asiweko yeyote anayeenda kupeleka taarifa yetu mbaya kwa walimu. Anayefanya namna hiyo anakuwa adui wa wote. Kwa hiyo mwenzetu afanye jema, afanye baya, hatuendi kumripoti kwa mwalimu. Naamini huu ni msimamo wa wanafunzi katika shule nyingi. Mtu anayesema mambo ya wenzake kwa walimu huwa anaonekana ni msaliti, na ni kweli kabisa. Haipaswi uwe mtu wa namna hiyo, hata katika jamii, kwa sababu mwenzako akiwa na shida, zungumza naye, msaidie. Lakini ukakaa kimya, ni mwanamke ukaenda kumwambia mme wake, ni mwanamume ukaenda kumwambia mke wake, wewe hujengi, wewe ni mchawi. Ni watoto ukaenda kumwambia wazazi wake, wewe sio mtu mzuri. Kwa hiyo neno hili nilipolisoma bila kuelewa, halikunifurahisha, kwamba Yusufu anaonekana kwenye tabia ambayo
wanadamu wote hatuipendi. Lakini Yusufu hakufanya hicho unachodhani, ambacho na mimi nilidhani. Yusufu hakupeleka taarifa mbaya za ndugu zake kwa baba yao kwa namna tunayojua. Nikiwa katika shule ya Roho Mtakatifu, Bwana alinipa kuelewa ya kwamba kwa sababu Yusufu ni mtu mkuu, moyo wake uko tofauti na ndugu zake. Haendi kusema kwa baba kwa sababu ya ukuda wake. Maana watu wa namna hiyo tulikuwa tunawaita wakuda. Hakwenda kuzungumza kwa baba yao kwa sababu ya ukuda wake na ubaya wa moyo wake. Lakini Yusufu kwa sababu ni mtu mkuu. Watu wakuu wana namna ya maisha ya tofauti na watu wengine wote. Wakati mabinti wanahamanika na kufukuzia vijana wazuri, na vijana wanahamanika kufukuzia wasichana wazuri, watu wenye mbegu ya ukuu hawafurahii mambo hayo na hawajiungi na wenzao katika vitu vya namna hiyo. Wakati wanahamanika kutafuta pesa hata kwa njia zisizokuwa sawa, labda za kujidhalilisha, alimradi mtu apate pesa, watu wenye mbegu ya ukuu hawako hivyo. Wako tofauti, iwe ni shuleni, iwe ni kanisani, iwe ni nyumbani, popote, iwe ni kwenye kwaya hivi, hawako kama wengine, maana wana mbegu ya ukuu. Na kwa sababu hiyo huwa wanawaambia wenzao, mbona mwenzangu mambo yako unavyoenda sio sawa, utaharibikiwa ndugu yangu. Ndivyo Yusufu alivyowaambia ndugu zake. Lakini kwa sababu ukiweka laini ya watoto wote wa Yakobo, watoto 12, huyu Yusufu ni mtoto mdogo kuliko wote. Kwa sheria za Tanzania bado ni mtoto, hajafikisha miaka 18. Kwa hiyo kaka zake wengine walishakuwa na watoto wanaokaribia umri wa Yusufu. Wanamwambia, toka hapa mtoto. Haya mambo ya wakubwa, hivi unaelewa? Unaelewa unachosema? Hapana kaka zangu, sisi ni watu tulio na ushirika na Mungu wa agano. Mungu wa Ibrahimu ni Mungu wa baba yetu, na inapasa Mungu wa baba yetu awe Mungu wetu. Ili Mungu wa baba yetu awe Mungu wetu, hilo tunalopenda kuliongelea, hilo mnalopenda kufanya, hayo mliokuwa mnaongea usiku, sio mambo mazuri, yatatupeleka pabaya. Tutaharibu jina la baba, tutaharibu maisha yetu. Chonde chonde kaka zangu wakaendelea kumzodoa, wakaendelea kumdharau, na kwa sababu moyo wake una hamu ndugu zake wasiharibikiwe, anaona aende kwa mwenye mamlaka juu yao. Anaenda kumwambia baba yao, sio kwa kuwachongea, kumtaka baba awarekebishe, awanidhamishe, awaadibishe wanaye, maana vinginevyo wataharibikiwa. Kwa nini unataka niwaadibishe? Baba wanao 1, 2, 3. Hakuwa anaenda kuchongea kikuda, hakuwa anaenda kuchongea kiroho mbaya,
alikuwa ameona bora mwambie baba ambaye yeye ni mamlaka juu ya kaka zake. Mimi ninachowaambia ni kizuri kabisa, ndiyo mapenzi ya Mungu, lakini wanaishia kusema mimi ni mtoto, wanaishia kusema sijasoma, wanaishia kusema siyajui maisha. Unaweza kumshauri mtu, yeye ni mke wa mtu, nawe bado hujaolewa. Ukiwa unamshauri anakuambia kuwa uyaone. Unafikiri wanaume ni wepesi namna hiyo? Kuwa uyaone. Unafikiri wanawake hawa ni wepesi? Unaongea tu kwa sababu hujaoa. Lakini kwa nini umekuwa na kitu cha kumwambia? Unayo mbegu ya ukuu. Hauko kawaida kama wengine, hushabiki mienendo ya wanadamu. Unacho kitu maalum moyoni, umejitenga na dunia, hauendi sawasawa na kawaida ya ulimwengu, ili ujikute katika makosa na dhambi, ukaukosa ufalme, ukazikosa njia ziendazo uzimani, ukawa kwenye njia ziendazo mautini. Wewe una mbegu ya ukuu. Kwa hiyo hautafurahia udhalimu. Wanaochongea wenzao wanachongea kwa sababu ya uchawa, lakini huyu Yusufu hakwenda kuchongea kwa chuki. Alienda kuzungumza na baba yao ili baba aseme na watoto wake. Kwa hiyo huyu kijana hakusema kwa baba yao kwa lengo baya, hakusema kwa baba yao kwa kanuni ya chuki. Alisema kwa baba yao kwa kanuni ya upendo, maana upendo haufurahii udhalimu. Upendo is not in the same league with wickedness. Upendo umejipambanua, uko tofauti. Punga mkono wako, mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Yusufu akaleta habari mbaya za ndugu zake kwa baba yao kwa lengo la kwamba baba awaonye, awaadibishe, awanidhamishe, awafundishe wanae, ili agano la Mungu wa Ibrahimu na Isaka lisiache kuwa agano la kwao, na kuonyesha ya kwamba hawa ndugu zake walikuwa bogus kichwani. Hawakumwelewa bado mdogo wao, na ndiyo maana hukuti yule Mungu wa Yakobo anaitwa Mungu wa Ruben. Haitwi Mungu wa Yuda, haitwi Mungu wa Gadi, haitwi Mungu wa Naftali. Lakini hata kama hutaona andiko moja kwa moja linalosema hivyo, nataka uelewe Mungu wa Ibrahimu ni Mungu wa Isaka, na Mungu wa Isaka ni Mungu wa Yakobo, na Mungu wa Yakobo ni Mungu wa Yusufu. Agano ambalo Mungu alikuwa nalo na Yakobo baba yao, alikwenda kwa yeyote kati ya wale watoto, lilikwenda kwa Yusufu. Punga mkono wako, kwa sababu Yusufu alijipambanua. Hivi unakwenda kanisani kwa mazoea? Unahudhuria Bible study kwa mazoea? Unakwenda kwenye maombi kwa mazoea? Au umechagua kujipambanua, uishi kama neno la Mungu linavyosema? Biblia inasema sio hivyo tu, Yakobo alimpenda sana mtoto wake huyu, hata akamnunulia, akamtengenezea vazi lenye rangi nyingi. Biblia ya Kiswahili imetumia tafsiri mojawapo ya lile neno lilotumika hapo, imesema kanzu ndefu. Lakini Biblia ya Kiingereza imetumia neno vazi lenye rangi nyingi, ni koti.
Ilikuwa ni nguo ndefu, lakini haikuwa na rangi moja. Kinabii ina maana yake ni nguo yenye utajiri wa mwonekano, nguo yenye utajiri wa nyuzi. Hazikutumika nyuzi aina moja. Nguo ikiwa ya rangi nyingi, kipindi kile hakukuwa na dyeing methods. Zilitokana na nyuzi zenyewe, zinachanganywa kwa mtindo maalum, ndipo linatokea vazi lenye rangi nyingi, na ni baba mwenyewe alilitengeneza kwa mikono yake, akampa mwanaye Yusufu. Kwa nini? Yusufu alikuwa na kibali maalum kwa baba yake. Joseph had a divine favor. Kwa sababu ya kibali cha Mungu, baba yake alimpenda. Mungu alimpenda, ndiyo maana baba yake alimpenda. Biblia imesema kwa sababu Yusufu alikuwa mtoto wake wa uzeeni. Wote mnajua vitinda mimba wanavyodekezwa, na hasa akizaliwa wakati baba ameshaanza kuwa mzee. Namna anavyolelewa sio kama first born alivyolelewa, sio second born alivyolelewa, lakini Mungu hutumia njia hizo hizo za wanadamu katika kupitisha mambo yake. Kwa hiyo Yusufu hakupendwa tu kwa sababu ni mtoto wa mwisho, mtoto wa uzeeni. Hakupendwa tu kwa sababu pia ni mtoto wa mwanamke aliyempenda sana. Biliha, Zilpa na wengine wote, na Lea mwenyewe, hawakuwa wanawake aliowapenda sana yeye. Yeye alimpenda Raheli, lakini Raheli akachelewa kuzaa. Baadaye akamzaa Yusufu, na baadaye akamzaa Benjamin, mdogo wake zaidi. Wanaume huwa hawawapendi watoto kwa sababu tu ni watoto. Nakuambia kitu kilichofanywa research, ni psychology. Wanaume wanapenda watoto kwa sababu ya mama zao. Mama akichukiwa, watoto wanachukiwa. Mimi nilikuwa na shangazi yangu, mrefu, amepanda juu, mzuri wa sura, lakini ilifika tu hatua baba shangazi akawa hampendi shangazi, na kwa sababu hakumpenda shangazi, watoto wake wote walikuwa wanatolewa makosa. Watoto wa huyu mama bure, mtoto yule bure, angalau fulani, lakini kulikuwa na watoto wa mama mwingine. Hawa watoto walizaliwa watatu huko nje. Baba moyo wake uliwaelekea kwa sababu alimpenda huyo mwanamke. Nisikilize kwa makini. Na Mungu ndivyo alivyoweka. Upendo wa Mungu hauendi moja kwa moja kwanza kwa mama. Upendo wa Mungu unaenda kwanza kwa baba, halafu baba anampenda mama kwa upendo aliopendwa na baba. Ndiyo maana mwanamume anaambiwa mpende mke wako. Halafu kwa upendo ambao baba anampenda mama, ndivyo watoto watakavyopendwa. Hamjawahi kuona wanawake wanatupa watoto chooni? Ni kwa sababu huyo mama amemchukia mwanamume aliyemfanyia
awe na mimba na azae. Hujawahi kuona pia wanawake wanawachukia wana watoto wao? Angalia lilivyo kama baba yake, kichwa kibaya, naongea ovyo ovyo, mdomo pua kama baba yake, ovyo, kwa sababu hampendi baba. Na kwa nini hampendi baba? Baba hakuachilia pendo lake, alimwacha, alimtelekeza. Kwa hiyo mtoto au watoto wanachukiwa. Punga mkono kama unanisikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yusufu kupendwa ni kwa sababu ya factors mbili. Kwa sababu ni mtoto wa uzeeni, lakini alikuweko Benjamin. Kwa nini asipendwe Benjamin mdogo zaidi? Ni mtoto wa uzeeni, lakini ni kwa sababu ni mtoto wa mwanamke aliyempenda zaidi. Kwa sababu hata alipopewa Lea hakuridhika mpaka akafanya kazi tena miaka 7 kumpata Raheli. Lakini nimesema Mungu hupitia kwenye mambo hayo ya kibinadamu katika kutekeleza mapenzi yake. Kwa hiyo ninaelewa ya kwamba Yusufu alikuwa ametengwa na Mungu kati ya watoto wa wake zake wawili na wajakazi wao. Watoto wake wote Yakobo hakuwa wa kawaida, isipokuwa huyu mmoja alitengwa kwa kusudi maalum na Mungu mwenyewe. Kwa hiyo alama namba 1 ya mtu ambaye ni mkuu ni kwamba anakuwa na kibali, anakuwa na upendeleo wa kimungu, anakuwa na kibali, anakuwa na upendeleo wa kimungu katika maisha yake. Lakini umeona hapo, nimeruka, anasema ndugu zake wakamchukia. Kwa nini? Anapeleka habari mbaya kwa baba. Wakamchukia kwa sababu anapendwa na baba, mpaka ametengenezewa vazi refu lenye rangi nyingi. Wakamchukia. Unapoona katika maisha yako, iwe ni kanisani, iwe ni nyumbani, iwe ni kazini, iwe ni shuleni, unachukiwa bila sababu, nimesema unafanyaje? Unafanyaje? Yawezekana ukawa hiyo ni alama mojawapo kwamba wewe kwa kuwa ni mtu mkuu ndio maana iko hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Yusufu alichukiwa na ndugu zake kwa sababu hiyo. Lakini sikia, Yusufu kwa sababu ana mbegu ya ukuu ndani mwake, alikuwa mwota ndoto. Mtu yeyote mwenye ukuu anayo ndoto. Hiyo iliyomfanya awe tofauti na ndugu zake, kwa maana anayo ndoto. Hata wachungaji wanatofautiana. Wako wachungaji alimradi ni wachungaji, lakini wako ambao wanayo ndoto. Hata watoto wa baba mmoja na mama mmoja wanatofautiana, kwa sababu kuna mwingine anayo ndoto. Kwa nini mwingine anajirahisi, anazaa ovyo ovyo na watu? Kwa nini mwingine anajirahisi, anaolewa alimradi tu aolewe, na mwingine anajitunza, anajiweka kuwa ghali? Ni kwa sababu ana ndoto.
anaenda shuleni. Wengine wanapofuatiliwa na wanaume wanakubali, yeye anaendelea. Sio kwamba anapata mimba na kutoa, hapana, amejitunza kwa sababu anayo ndoto. Wengine wanapewa hela na wazazi wao, wanafika shuleni, badala ya kulipa wanakula ada. Hivi unaelewa, mtu wa Mungu? Asiye na maono huangamia, lakini mwenye ndoto, mwenye maono hawezi kula ada. Mwenye ndoto, mwenye maono, yale yanayopungua kutoka kwa baba anaweza akatafuta hata kwa kibarua, maana ana maono, anayo ndoto. Nakumbuka tulivyokuwa tunaenda kwenda kufanya vibarua kwa watu, tupate pesa ya kununua kalamu, tupate pesa ya kununua madaftari. Unakaa mahali ambapo hakuna hata anayekuambia kwenda shule. Wenzako wanaamua kutokwenda, wanaenda tu kuchunga kondoo, wanaenda kuchunga mbuzi, kwenda kuchunga ng'ombe, na hao ndio wanaopendwa, maana wanasaidia shughuli za familia. Amekuwa tu kidogo, anaanza kuambiwa mambo ya kuoa. Mambo ya shule hayapo moyoni mwa hao wazazi au walezi. Lakini mwenye ndoto, hata kama anavyorudi toka shule hakuna chakula, hasemi kesho siendi, kwa sababu hawaandai chakula kwa ajili ya aliyetoka shule. Hata kama asubuhi wakati anatoka hakuna kitu ambacho anapewa ili awe amekula, ili kule shule awe na hali nzuri. Sio kama sasa mmetengenezewa utaratibu mnakula shuleni. Sio kama sasa kaa nyumba ina umeme. Nilikuwa ninawaambia wanangu, msipofaulu wakati mna umeme, madaftari na wanunulia tena mazuri. Natafuta madaftari, natafuta graph paper, natafuta kila kitu, kalamu na penseli, natafuta na madaftari yasiyo na mistari kwa ajili ya kuchora, natafuta kila kitu. Halafu mkafanya vibaya. Wakati sisi tulikuwa tunasoma hamna umeme wala mafuta kwa ajili ya taa ili ujisomee, hamna. Unatafuta kwa akili yako, unakuwa na taa. Usiku unasoma ukiwa unatumia koroboi, maana una ndoto. Ni ndoto ndiyo inayokufanya uwe tofauti na wenzako. Ni ndoto. Nakumbuka wakati nimekwenda form 1, nimerudi likizo, binti mmoja ambaye wakati wa utoto tulizoeana, akajua sasa huyu mkaka alikuwa anaonekana kuwa na interest na mimi, na sasa ameenda sekondari, nimesikia amerudi. Kwa hiyo akaja na ameandaliwa na rafiki yangu wa karibu. Binti amekuja, ameoga vizuri, amejipaka mafuta vizuri. Amekuja lengo gani? Si wote wakubwa hapa mnaelewa, lakini mtu mwenye ndoto. Hebu sema ndoto. Nilimwambia black and white, wewe dada na rafiki yangu huyu na mipango yote hii mlioiandaa, nikiamua kuwa na wewe sasa, utakuwa na mimba, utakaa na expectation. Mimi naenda huko mashuleni, hujui nitarudi lini. Kwa hiyo nitayaharibu maisha yako. Wewe nenda ukaendelee na chochote unachowaza. Ni ndoto.
Sio kwamba nakwambia ni mdada nikwambie. Sema ndoto. Punga mkono wako. Sikiliza, siku nyingine nikiwa form 3, dada mmoja aliyekuwa form 2, binti mzuri wa Kinyiramba, mweupe pe, akaniandikia barua. Kipindi hicho kulikuwa hakuna simu. Tena tunasali naye. Kwa hiyo ingekuwa rahisi tu. Lakini mwambie mwenzako ndoto. Siku moja dada mmoja alikuwa ametoka huko Msoma, kwa sababu shule mimi nilioenda mwaka huo waliletwa wengi kutoka Msoma, wadada wengi, wengine wa Kuria, wengine kabila gani kule, Wajita. Ni wadada wazuri kwa kweli. Na jioni wale watoto wasichana wale wote walikuwa hawana akili, kwa sababu ile shule ilikuwa ni shule ya mchanganyiko. Jioni mnapokuwa mmeenda kufanya prep, wako wawili na wakaka, wawili na wakaka, wakati sisi tunajisomea wenyewe wako bize kutongozana. Hawa wana ndoto. Tukienda bwaloni, wao wanaosha masahani na vijiko vya mabwana zao waliowapata shuleni. It is too disgusting. Ni kwa sababu ya nini? Ya kukosa ndoto. Sasa dada mmoja ninamkumbuka mpaka jina hata leo, lakini kwa sababu tuko mtandaoni asije akawa bado yuko hai, sijui yuko wapi sasa hivi, akawa bado yuko hai akasema mbona umenidhalilisha mbele ya watu. Sitaji majina, lakini ni kweli. Kwa sababu mimi hapo unavyoniona nilikuwa kwanza wakati huo ni kijana mzuri wa sura. Alafu chwani nilikuwa sharp. Ninaelewa masomo magumu ambayo watu wengi wanashindwa. Kwa nilikuwa master wa darasa kwenye eneo la physics, chemistry, mathematics, biology. Kwa hiyo watu wanataka kuwa karibu na mimi. Sasa dada mmoja akaamua kuwa anakaa karibu na mimi kila siku, na kumbe kazi yake nyingine ni kuibia. Sasa watu wakalalamika, wakasema wewe unakuwa wa kwanza, tunajua ni halali yako, lakini huyu anakuwa anakufuatia kwa sababu anaibia kwako. Lakini sasa mimi na mamlaka darasani, walimu watajua wenyewe. Kwa hiyo malalamiko yale yaliishia tu. Lakini kikubwa akanifuata, akaniambia, Kakaima, mimi nataka nielewe hesabu kama wewe. Sasa uwe unanifundisha. Jumamosi tulikuwa hatuna ratiba. Jumamosi kila mmoja anajisomea anavyojua, toka asubuhi mpaka jioni. Kwa hiyo uwe unanifundisha. Nikamwambia kwa kweli ratiba yangu haikubali. Si unajua mimi pia natakiwa niende kanisani, nisome na Biblia, niwe na maombi. Yeye hakuwa wa upande wetu. Yeye nadhani alikuwa Mkatoliki. Akasema, Kakaima, niko tayari kukupa hata pesa. Na kipindi kile wana wa Mungu, yani hata sabuni uliokuja nazo menunua zinaisha. Kwa hiyo hata ya kuogea wakati mwingine unakosa, ya kufulia wakati mwingine unakosa. Wengine wanaotoka familia zenye vitu wanakuwa na mavitu yao, lakini sijawahi kuona watu wachoyo.
kama niliowaona kwenye shule niliokuwa. Yaani analo lundo la masabuni lakini hawezi kumsaidia mwenzake. Sasa ningesema Mungu amejibu, nimwambie anipe pesa, nitakuwa namfundisha. Lakini mimi nilijua kama ningefungua moyo wangu kwa yule dada, lazima kungekuwa na matatizo. Nimekataa hiyo. Akasema niko tayari kukupa chochote hata kama ni mwili wangu. Umesikia? Hata kama ni nini? Hata kama ni mwili wangu. Kwa hiyo ndio nikaelewa malengo ya mambo yote hayo ni tuzoeane, halafu yatokee hayo. Na nimeona watu wanafukuzwa shule. Nimeona watu wanatoa mimba, na wakati wa kutoa mimba wanakutwa wanafukuzwa shule. Na mimi ninayo ndoto. Siko tayari kupoteza nafasi hii nimeipata. Ilikuwa ni kuangekewa. Shule niliyokuwa nimefaulu peke yangu. Kipindi hicho shule za private ni chache mno. Sijarudia darasa, sijafanya nini, niko bado kadogo hivyo hivyo, nimepewa kwenda sekondari. Halafu nikafanya mchezo nifukuzwe. Nikamwambia no thank you. Sababu ndoto. Sababu jibu basi kwa sauti. Ndoto. Kwa hiyo wenye ndoto, hiyo ni moja ya alama ya ukuu. Aliye na maono hujizuia ili maono yake yatimie. Hapapukii mambo, hajitoi kwenye mambo kizembe kwa sababu anayo ndoto. Hebu sema amina. Punga mkono wako. Haleluya. Sema ndoto. Kwa nini wengine hawaendi kanisani mpaka siku tu ya sikukuu, mpaka siku kuna ibada ya ndoa? Hawana ndoto inayolazimu ashiriki ibada apokee. Kwa nini watu hawasomi maandiko? Hawana ndoto inayowalazimu kuwa na nidhamu ya kujifunza maandiko. Kwa nini watu hawaombi? Kanisa natangaza maombi, watu wanaacha kwenda. Kwa nini? Hana ndoto. Mwenye ndoto itamlazimu kufunga. Tumbo linasokota lakini anaendelea. Mwili unalegea lakini anaendelea. Pua zinatamani kwa sababu harufu inatokea ya vyakula mbalimbali unavyovipenda, lakini unasema nafsi yangu, ukinai vyakula kwa sababu unamtaka Mungu. Anayo ndoto. Unapewa pesa za rushwa, unazikataa kwa maana unayo ndoto. Sema ndoto. Lakini kitu hiki hutengeneza mazingira ya kuchukiwa na wale ulio karibu nao na wale waliotarajia uende njia moja nao. Watu hukuchukia. Watu wanaweza kutunga simulizi, story nyingi za ajabu, na nyingi ni za uongo, kwa sababu wewe una ndoto. Yusufu kwa sababu ya ndoto yake ya kuja kuwa mkuu, tena aliyekusudiwa na Mungu kwamba atahifadhi kizazi. Biblia kwenye kitabu cha Zaburi inasema huyu Yusufu aliachwa akaenda Misri ili ahifadhi kizazi. Wewe unajua kabisa kupitia wewe maelfu wataokoka,
Kupitia wewe mamia watamjua Mungu, watasimama na Bwana. Kupitia wewe, kwa mikono yako watu wataponywa, watu wataokoka, watu watamjua Mungu. Waliokata tamaa watasimama. Halafu unajiharibu, ni kwa sababu huna ndoto. Sasa hivi shetani anatuma watu wake, mawakala wake, kuharibu wenye ndoto. Unaingiziwa fikra zinazokufanya uharibu hatima yako. Unasahau ya kwamba wewe umeitwa na Mungu na liko jambo mahususi unapaswa kufanya. Punga mkono wako, sema amina. Amen. Sema tena amina. Amen. Sema amina. Amen. Hawa watu wenye ukuu wa kimungu huwa hawaangalii mambo yao, huwa hawaangalii mambo binafsi, wanaangalia mambo ya ufalme. Na ndio maana ndugu zake hata walipomkosea wakatafuta kumuua, baadaye wakamuuza kwa Waishmaeli wa Midiani, akaishia kuwa Misri. Bado alipowaona aliwasamehe, kwa maana anaangalia agenda ya ufalme badala ya agenda yake mwenyewe. Mtu wa Mungu aliye na alama za ukuu ni mwepesi wa kusamehe, sio kwa sababu aliyotendewa ni madogo, bali ni kwa sababu ana ukuu ndani mwake. Ni gharama kubaki na uchungu moyoni wakati ameitwa kufanya mambo makuu. Hebu punga mkono wako, sema amina. Amen. Sema tena amina. Amen. Kwa hiyo umepitia kuchukiwa, umepitia kutengwa bila sababu, haueleweki na ndugu zako, haueleweki na wenzako, haueleweki. Ni kwa sababu iko mbegu ndani mwako. Unajishangaa hata wewe, mbona sifurahii mambo ambayo wengine wanayafanya? Ni kwa sababu iko mbegu ya kipekee ndani ya maisha yako. Lakini neno kuu lilonifanya nielewe jambo na nataka kukwambia leo linatoka kwenye kitabu cha Mwanzo 37 mstari wa 20. Biblia inasema, haya twende tukamuue. Hebu tusome wote pamoja. Haya hebu sema hilo neno la mwisho, zitakuwaje ndoto zake? Ndoto zake zitatimiaje? Ndio maana ya hayo maneno. Unajua, unaweza ukachukiwa hata nyumbani ulikozaliwa, unaweza ukachukiwa hata kanisani ulikokuwa unapendwa mwanzo, unaweza ukachukiwa hata darasani, unaweza ukachukiwa na watu ambao ni marafiki zako mwanzo, kwa sababu tu ya ndoto ulionayo. Hauchukii wewe binafsi, inachukiwa ndoto ulionayo. Ndoto ndio inayofanya uchukiwe. Mtu unamwangalia, sababu ya kukuchukia ni nini? Umemkosea jambo? Hamna. Sana sana wewe umejikomba kufanya mambo mengi mazuri, lakini yeye anachokulipa ni chuki. Akiwa mbele yako
anatabasamu, anakuonyesha anakupenda, lakini ukiondoka anakung'ong'a. Ukiona mambo ya namna hiyo, wakati huna sababu ya hakuna sababu ya haki, elewa una alama ya ukuu. Hata ndugu uliozaliwa nao tumbo moja wanaweza wasikupende. Hata watu mliopata kubatizwa kipindi kimoja, na kwa wenzangu hawa Anglikana mkapata kipaimara kipindi kimoja, unaweza wakakuchukia. Unaweza ukachukiwa bila sababu. Nina miaka 30 nikiwa mchungaji wa kanisa hili. Ni miaka michache tu huwa inapita, lakini mara nyingi huzuka mambo ya kumchukia mke wangu. Huwa kuna wakati anavunjika moyo, lakini namwambia, tambua mbegu iliyowekwa ndani mwako. Huchukiwi wewe binafsi, inachukiwa mbegu iliyoko ndani mwako. Kwani umefanya nini baya? Siku moja uongozi niliokuwa nao zamani, kuliwahi kufanyika kikao kabisa, mke wako. Nikawambia marufuku, wewe ukiona jambo kwa mke wangu, maana yake ni mimi. Huwezi kumchukia mke wangu alafu kasema unanipenda mimi. Haiwezekani, lazima liko jambo. Kwa hiyo shetani kupambana na mimi, anaweza kupambana na mimi kupitia mke wangu. Shetani kupambana na yeye, anaweza akapambana kupitia mimi. Hicho sijawahi kuruhusu hata siku hii moja. Sasa yeye ni mwanadamu, anaweza akawa na vitu vidogo vidogo, lakini unaangalia lawama, unaangalia accusations wanazosema watu, hazina msingi. Ni kwa sababu tu umempa nafasi. Mlitaka nimpe nani? Sijampa nafasi nilizompa kisiasa. Wote mnajua nayo neema. Wote mnajua vile ambavyo Roho wa Mungu yuko pamoja naye. Lakini watu wanaotafuta kunidhoofisha, lazima wanaanza na kumchukia yeye. Usiwe unavunjika moyo. That is one of the marks of greatness. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe usivunjike moyo watu wanapokuchukia bila sababu. Wakati tunaanza uchungaji, baba mmoja akanifuata, tena tukiwa kwenye vikao huko, kwa sababu mimi nilifanya uchungaji muda mfupi tu nikawa askofu. Baba mmoja akaniambia, hivi unasikia wachungaji wanachosema? Wanasema wewe unajidai sana kwa sababu wewe umesoma. Wewe unajidai sana kwa sababu unapendwa na Rioba. Wewe unajidai sana hivi vile. Sasa mimi kwani nimemlazimisha Rioba kunipenda? Kwani kwenda kwangu shule kuna kuharibia wewe nini? Hungeweza kwenda shule wewe, lakini Mungu ameweka neema, umekuwa mchungaji. Tupo kwenye meli moja. Nimesoma ndio, wewe pengine hujasoma kwa kiwango changu, lakini wote tuna ngazi moja ndani ya hili kanisa. Kwa nini sasa unakuwa hivyo? Mwambie mwenzako wivu. Kijicho. Hawa ndugu zake Yusufu walipomuona ana hiyo ndoto, waliposikia hizo ndoto, baba yake aliweka moyoni,
Nilikuwa nasoma tafsiri nyingine nasema akaendelea kutafakari. Nimesema jamani, huo mlango ufungwe. Akaendelea kutafakari. Msio mnauacha wazi. Akaendelea kutafakari moyoni. Lakini ndugu zake wakamchukia. Ndio maana alivyotokea wakasema, zitatimiaje ndoto zake? Emmanuel anasema anataka awe na kanisa la watu 25,000 kuanzia. Anataka awe na kanisa la maelfu. Anataka awe na kanisa la watu wakuu. Sasa tufanye hiki, tufanye kile, tuone zitakuwaje ndoto zake. Tufanye hiki, tufanye hiki, tuone ndoto yake ya kuwa mwalimu chuo kikuu, huyu binti, huyu kaka, inatimiaje. Tufanye hiki, tufanye kile, tuone ndoto yake ya kuwa mtume kwa huduma ya Bwana inatimiaje. Watu hawapambani na wewe kwa sababu ya jinsi ulivyo. Hawapambani na wewe kwa sababu tu ya kipi au kipi. Wanapambana na ndoto. Wanapambana na mbegu iliyopandwa ndani mwako. Punga mkono wako. Punga mkono wako. Sema amina. Amina. Sema tena amina. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hizo ndizo alama za ukuu. Nimesema kwanza, utachukiwa bila sababu. Pili, utaonewa wivu. Na wakati mwingine unaweza ukaonewa wivu na watu ambao kwa macho unawaona wako juu kuliko wewe, lakini wanakuonea wivu. Hivi ujue, wivu na kijicho ni roho za ajabu sana. Ni roho janja. Kiingereza tunaita sub demon spirits. Ni roho zenye ujanja. Na maandiko yanatangulia kusema, moyo wa mwanadamu na ugonjwa wa kufisha, nani awezaye kuujua? Unaweza ukawa na roho ya kijicho, unaweza ukawa na roho ya wivu na usijue. Na baba na mama wa roho hizo ni kiburi. Kiburi ndicho kinachokufanya uwe na wivu dhidi ya wengine. Kwa sababu kiburi ndicho kinachosema, yule hastahili ila mimi. Yule hastahili ila mimi. Na kwa sababu hicho nachodhani hastahili anacho, unaanza kutafuta kumuua. Kwa hiyo ndugu zake Yusufu hawakuwa wanasema kitu ambacho hakipo. Tutasema ameraruliwa na mnyama mkali. Ni kweli, wao wamepagaliwa na pepo. Pepo lenyewe ni mnyama mkali. Hivi unajua mapepo yako yanayodhihirika kama nyoka? Hivi unajua mapepo yapo yanayodhihirika kama simba? Yako mapepo yanayodhihirika kama paka. Mnyama mkali amemrarua, kwa sababu ndani mwao walikuwa wamepagaliwa na roho ya mnyama mkali. Huwezi ukawa huna hiyo roho ukamchukia kaka yako. Huwezi ukawa huna hiyo roho ukamchukia mwimbaji mwenzako. Huwezi ukawa huna hiyo roho ukamchukia mpiga vyombo. Huwezi ukawa huna hiyo roho ukamchukia mchungaji mwenzako. Huwezi ukawa huna hiyo roho ukamchukia mchungaji wako. Iko roho inaitwa roho ya mnyama mkali, ndiyo inayotafuta kurarua maisha ya watumishi wa Mungu. Wawe ni waimbaji, wawe ni wapiga vyombo, wawe ni wahubiri, wawe ni wachungaji, wawe ni maaskofu. Beware, I've warned you before time.
Uwe makini sana. Nimekuonya kwa wakati sahihi, kabla mambo mabaya hayajakujia. Acha wivu, acha kijicho. Na unajuaje kuna wivu na kijicho? Unapoanza kumchukia mtu bila sababu. Unajua watu wengi atasema fulani ana kiburi sana, fulani ni mzinzi tu, ona anavyoongea na yule dada, ona. Huwa nawaambia huyu ni mzinzi tu, ona yule. Lakini wakati mwingine hayo yote yanayoendelea wakati huo sio hayo anayoyasema. Ni kwa sababu ameona kaka na dada wamesimama. Anachokiona kwa hao kaka na dada wanaosimama wanaongea, pengine wamepewa jukumu kwenye kwaya, pengine wamepewa jukumu na wazee wa kanisa, pengine wamepewa jukumu na mchungaji, pengine wana jambo lao tu, wanazungumza. Lakini kwa nini uone mwanaume na mwanamke wakizungumza, watakachozungumza ni zinaa? Kwa nini uone hivyo? Unachoona ni moyo wako. Nasema hivi, unachokiona na kuitafsiri kwenye maisha ya watu ni vile ulivyo wewe. Wewe kwa sababu ni mzinzi, huwezi kusimama na mdada kwa jinsi ile, huwezi kusimama na mkaka kwa jinsi ile. Lazima unawaza hao wanatongozana, wakati kumbe wana mipango mizuri tu ya ufalme. Punga mkono wako, usiniangalie kama vile hujaniona. Sikiliza vizuri. Haleluya, haleluya. Psychology inasema unavyomwangalia mtu, unapata mtu yule ni kioo kinachoonyesha maisha yako. Mwanadamu mwingine ni kioo cha maisha yako. Siku nyingine nitakufundisha namna ya kubadilisha jambo hili ili uweze kutembea katika roho ya kinabii. Unafikiri watu wanajuaje mambo ya watu? Lakini ni mpaka ujue hii siri ninayokuambia. Ni lazima uweze kupambanua moyo wako kwanza, ndipo utajua mambo ya wengine. Nisikie, Biblia inasema, huyu dada mnayemwona hapa ni mtoto wa mwanzilishi wa kanisa hili. Hili kanisa lilianza Dodoma kwa ufadhili wa baba, marehemu baba yake huyu dada. Alikuwa anaitwa Simon Mwasambili, mwalimu mstaafu, lakini sasa ameshatangulia kwa baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza, Biblia inazungumza habari za Daudi. Daudi alikuwa mchunga kondoo. Akaambiwa na baba yake, nenda jeshini kule kwenye uwanja wa vita, wapelekee ndugu zako vitu hivi hapa. Mojawapo ilikuwa ni zabibu mkavu, zingine ni bisi, achukua awapelekee. Nyingine ilikuwa ni asali na vitu vingine vizuri ambavyo kwa kuwa wako misituni kwenye vita hawawezi kuwa navyo. Lakini kwa kuwa ni baba, moyo wake umewaka kujua habari ya wanaye wanaendeleaje. Anataka mtume kijana aende akajue taarifa yao. Kijana kwa sababu ni mwelewa, anawajibika. Hakuacha kituo ovyo ovyo, akamkabidhi mtunza kondoo. Kana hawa kondoo, kana hawa ng'ombe wa baba mpaka nitakaporudi. Sio wewe unaamua tu, unategemewa kwa mfano kupiga ngoma,
unaamua tu kutokuwepo, wala huachi mtu atakayefanya kwa niaba yako, maana yake wewe huwajibiki, hujijui nafasi ulionayo. Wewe unajua kanisa na kutegemea kupiga piano, unaamua tu kutokuwepo, wala hujaandaa atakayesimamia. Lakini mpiga piano mwingine unayemleta ni lazima iwe ni kwa consultation na msimamizi wa madhabahu. Hujafanya hayo yote, inaonyesha akili yako haiko vizuri, huelewi protocol za mambo ya madhabahu. Hivyo ndivyo ilivyo. Huyu mtu aliyekuwa anaitwa Daudi hakuacha kondoo ovyo ili baadaye aje akute wameliwa, akawacha kwenye mikono ya mtu wa kuwatunza. Hebu sema alama za watu wakuu. Alama za watu wakuu. Ninaelewa nategemewa kupika. Siendi huko nilikoenda saa 6, saa 7, saa 8, saa 9. Sasa watakula nini hao wanaonitegemea? Kama najua naenda mahali sitawahi kurudi, na acha maelekezo, na acha mipango, kwa sababu najijua. Hapo hamtaki kusikia, punga mkono. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Daudi hakuondoka ovyo ovyo, aliacha maelekezo, na Biblia inasema akaenda huko kwenye uwanja wa vita. Biblia niliyokuwa naisoma asubuhi ni ya Kiingereza, nasema as his father commanded, kama baba yake alivyoagiza, kama baba yake alivyoamuru. Kwa hiyo anaenda kwenye jeshi kwa amri ya baba, sio kwa utashi wake, sio kwa matakwa yake, sio kwa kimuhemuhe cha vijana, sio kwa sababu bado ana fikra za kitoto. Ameenda kwa amri ya baba yake, na kama kaenda kwa amri ya baba yake, nyuma yake iko mamlaka ya baba. Natumia haya maneno muda mrefu kuelewesha ili uelewe. Alipofika kaka mzaliwa wa kwanza wa familia yao anaitwa Eliabu, mzaliwa wa pili anaitwa Abinadab, mzaliwa wa tatu anaitwa Shama. Hawa walikuwa ni watoto waliokuwa na miili mizuri, waliokuwa wamesoma, na shule waliosoma ni shule ya kijeshi. Wana military science, wanaelewa vita, wanajua mbinu za medan, wanajua field craft, wanaweza kupambana, wanajua kulenga shabaha, ni mashujaa, ni wapiganaji wanaotegemewa na Sauli. Lakini ilivyokuja kwenye kipindi cha kuwekewa mikono, Mungu aliwakataa, kwa maana alisema siangalii nje. Waweza wakawa na miraba 6, wanaweza wakaonekana na vifua vizuri, wanaweza wakaonekana wamepanda juu, wanaweza wakaonekana na misuli, lakini mimi siangalii kwa nje, mimi naangalia moyoni. Moyoni nilipoangalia, Eliabu ana kiburi. Nilipoangalia moyoni, Abinadabu ana kiburi. Nilipoangalia moyoni, Shama ana kiburi, na watoto wengine 4, maana walikuwa ni watoto 7 kabla ya Daudi. Wote Mungu aliwakataa. Kwa nini? Mungu anawakataa wenye kiburi. Sasa Daudi amefika uwanja wa vita. Daudi amefika uwanja wa vita, anashangaa nini kinaendelea. Ghafla Goliati, yule jitu Mfilisti wa Gath, akatokea, akaanza kusema, akatukana majeshi ya Israeli, akamtukana na Mungu, akasema atokee mmoja tu kutoka kwenu apigana, akinishinda sisi tunakuwa watumwa wenu. Maaskari wakaanza kutetemeka.
Sema tu kipindi kile walikuwa hawavai suruali, lakini walijikojolea. Nikupe taarifa nyingine, wengine walijinyea kwa hofu ya Goliati wa Gathi. Soma Biblia yako vizuri. Waliogopa sana, na sio tu kuogopa, wakafadhaika sana. Daudi akaanza kusema, nini atakachopewa mtu ambaye atamuua Goliati? Sasa hapo kiburi cha Eliabu kikawaka. Yaani huyu mdogo wangu amekuja kuona ninavyodhalilika, nimeliogopa ili jitu na jeshi zima linavyomwogopa. Kiburi kikawaka, akaanza kusema, umekuja kufanya nini? Najua kiburi chako, najua jeuri yako, najua ulivyomkaidi. Daudi hakumjibu, akageukia wengine. Ni kwa sababu alimjua kaka yake. Wewe huelewi, niko hapa kwa amri ya baba. Mbuzi mewaachia nani? Hakumjibu. Wakati mwingine usijibu kila maneno. Wataalamu wanasema ukitaka kuwa na nguvu, usijibu kila kitu. Usipende kujieleza mpaka maneno yako yanakosa maana. Wewe elewa maono yako. You don't need validation from people. Huhitaji uthibitisho. Hakuna anayethibitisha unachofanya ni sahihi au sio sahihi. Mungu aliyekuita anajua. Nikisema hivyo sikupandii ujeuri na uasi, lakini lazima uwe na uwezo wa kusimama ukajielewa, ukajiamini. Wako ndugu zako kanisani watakaopinga wito wako. Wako ndugu zako wa damu watakaopinga biashara yako. Wako watu mnaofanana, mliosoma pamoja, watakaopinga maono ulionayo. Huhitaji kibali chao, huhitaji ithibati yao. Simama sawasawa na ulivyoitwa. Nasema simama sawasawa na ulivyoitwa. Sema amina. Mimi ningesikia wanachosema watu, nisingelikuweko mchungaji leo. Siku moja kwenye kikao kabisa, ilikuwa ni halmashauri kuu ya kanisa hili, mmoja kikao kile anasema, mchungaji, hata ukihubiri hatukuelewi, hata ukihubiri hakuna upako. Kwa sababu kipindi kile walikuwa bado na ujinga, wanadhani upako ni kuhubiri na miguu unafanya, na miguu unafanya. Sasa kwa sababu hufanyi hivyo, huna upako. Ponga mkono wako. Watu tumetofautiana. Watu waliomuona mzee huyu, namuita ni mtume wa Injili Tanzania, jina lake anaitwa Moses Kulola. Anahubiri kama unavyosema wewe. Alikuwa anasimama tu anasema hiyo, majini na mapepo yanakimbia. Usitafute kwa kama mwingine. Usitafute kibali na ithibati ya watu. Wewe ni wewe na Mungu amekuita kama ulivyo. Jiamini, jitambue. Sema amina. Unamfahamu mhubiri mmoja Mnigeria? Anasema alipata shida koo lake, kwa toka hapo huwa anaongea taratibu tu. Hallelujah, God is here. Sasa wewe unayeangalia upako kwa sauti, sauti ikiwa kali, ndio upako likwepo. Mnajidanganya. Bwana Yesu asifiwe sana. Anza kujua nyendo za Mungu. Uweza wa Bwana haupo kwenye sauti. Uweza wa Bwana haupo kwenye speed ya kusema. Ingawaje wako wengine wako hivyo, lakini hivyo sio ndio wito. Hiyo ni asili na silika ya mtu. Sasa wewe usitafute kufanana naye.
Unachotakiwa, tafuta upako wako na ukatumike kama ulivyo. Daudi hakutaka kuvaa silaha za Sauli, akasema siwezi, mimi ni mchunga kondoo, nitakwenda na begi lenye mawe. Mimi ni mchunga kondoo, nitakwenda kama mchunga kondoo. Nilimuua Goliati, nilimuua simba na dubu bila mkuki, na Goliati naye nitamuua kwa jina la Bwana wa majeshi. Haleluya! Kwa hiyo kijana nilimgeukia tu nikamwambia asante. Lakini sasa sikia, kikao kilikuwa Jumamosi, Jumapili unatakiwa kuhubiri, na huyo kijana yuko hapa na kuangalia. Ubinadamu upo, unakuwa unatamani kumwambia wewe simama, toka, ili uhubiri vizuri. Ubinadamu upo. Ndio maana maandiko yamesema, angalia wale wanaowaongoza wasiwaongoze kwa uchungu, maana haitakuwa na faida kwenu. Usitengeneze mazingira mchungaji awe na uchungu. Why? Na kwa faida ya nani? Punga mkono wako, sema tuambie mchungaji. Kwa hiyo Eliabu akamwambia Daudi, ninakijua kiburi chako, najua ukaidi wa moyo wako. Lakini Daudi alijijua yeye ni nani. Mwisho akafika mikononi mwa Sauli. Sauli naye akamwambia huwezi, lakini Daudi alikuwa anajijua. Ndipo akampa ushuhuda. Yani naona kabisa macho ya Sauli yanavyofunguka vizuri zaidi. Hivi naona mwanadamu au malaika? Yani mtoto mdogo hatetemeki mbele ya jitu linalotisha sisi. Dakika chache nimetoka kukojoa kwa sababu ya kuogopa sauti ya hili jamaa. Halafu anatokea kijana na ujasiri, huyu ni malaika labda. Akamwambia asizimie moyo mtu yeyote, mimi hapa nitamuua Goliati. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Na kweli Mungu alimtumia Daudi, Goliati akafa. Lakini kiburi alichokuwa nakiona mkaka yake ni cha kwake mwenyewe. Ndicho nilichokuwa nataka kuprove kwako. Unayoyaona kwa watu ni moyo wako. Kwa hiyo epuka, usiwe mwepesi sana wa kuhukumu na wa kusema wahusuyo wengine, kwa sababu waweza ukawa na tafsiri moyo wako mwenyewe. Lakini ukikaa vizuri, moyo wako unaweza kutumika kujua mambo ya watu. Lakini kile unachokipata huko, kuna namna njema ya kukitumia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini alama nyingine ni misukosuko ya kimaisha. Hicho sitakieleza sana, muda wetu hauko vizuri. Ndio ile misukosuko aliyopata Yusufu, ni kwa sababu kabla ya kuingia mahali pakubwa lazima kutakuwa na misukosuko. Ndio maana Yusufu alipata shida. Ndio maana Daudi alifuatiliwa auawe. Ni misukosuko kabla ya kufikia wito na hatima. Wageni wetu, msiwe na haraka sana ya kuondoka. Ninaona tu mnapungua. Msiwe na haraka ya kuondoka, kuna kitu tumewaandalia. Waambieni wenzanu wasiondoke, warudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tusimame. Sisi huwa tuna ukarimu kwa wageni wetu. Sasa msiondoke mkaacha